Habari za wakati huu mtazamaji wa SKF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu katika mkusanyiko wa taarifa ya habari. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 23 Aprili 2025, lakini pia ninakukumbusha kuanzia Mei 12 hadi 16 kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora. Ni upasuaji wa mdomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Kwa yoyote atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine. Lakini pia endelea kutembelea katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SKF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amesaini mtamko na kuzindua toleo la sheria la Tanzania zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023 kwa mujibu wa kifungu cha 12 cha sheria ya urekebu wa sheria Ikulu Chamwino mkoani Dodoma tarehe 23 Aprili 2025. Naam, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasaini tamko la kuzindua toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu kwa mujibu wa kifungu 17 cha sheria ya urekebu wa sheria zetu. Asante, tunashukuru. Ili tuweze kupata picha vizuri, tuko live, naomba viongozi kule tukae. Na sasa kama alivyotoa mwongozo Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, sasa Mheshimiwa Rais atasaini nakala 3 za sheria hizo zilizofanyiwa urekebu, nazo pia ni kwa mujibu wa kifungu namba 17 cha sheria ya urekebu wa sheria. Baada ya tukio hilo, kwa mujibu wa kifungu hicho cha 17, baada ya Mheshimiwa Rais kutia saini, Rais atakabidhi nakala moja kwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, karibu. Na wakati huo huo mwakilishi wa Bunge, kwa maana mwakilishi wa Spika, naomba na wewe pia ujiandae kusogea. Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, mwakilishi wa Spika wa Bunge. Jaji Mkuu upande wa kulia kama ilivyo sawa, na mwakilishi wa Spika. Na jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia Christopher Raymond mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa mtaa wa Ungu B, kata ya Uwanja wa Taifa, manispaa Morogoro, kwa tuhuma za kumjeruhi Egda Sakaya mwenye umri wa miaka 35 kwa kutumia kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Baadhi ya ndugu wamesema kuwa tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Aprili 20 mwaka huu, ambapo marehemu ambaye kwa mlemavu wa macho yani kipofu alimsukuma mtuhumiwa akiwa njiani akielekea nyumbani kwake. Mimi kwa majina naitwa Wilbard Venance Sakaya. Ndugu yangu alifariki, majina yake anaitwa ni Edgar Venance Sakaya, ni mdogo wangu wa 4. Yaani yeye kazaliwa ni wa 4 kwetu kwa familia ya mzee Venance Paul Sakaya. Labda nini hasa kilitokea mpaka mauti kumkuta? Siku ya tukio ambayo ilikuwa ni siku ya Pasaka tarehe 20 mnamo mida kwenye saa 3 usiku mpaka tuseme kwenye saa 4 nilipokea taarifa kutoka kwa majirani ambao walikuja kunipa taarifa nyumbani kwamba mdogo wako amejeruhiwa na kitu chenye ncha kali upande wa mkononi. Basi baada hapo ikabidi nitoke nje ili kuweza kwenda kuangalia hali yake na ipoje. Nilipotoka kweli nilimkuta anatoka damu nyingi mkononi, kwa sababu sikujua ni kitu shambulio lilikuwa ni la kisu au kitu chenye kali. Basi baada hapo nikaendelea na taratibu nyingine tu za kwenda hospitali. Basi ndio hicho.
Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Christopher Raymond Simbaliana Kibobo. Huyu ana umri wa miaka 22, ni mkulima mkazi wa mtaa wa Ungubi, kata ya Kiwanja cha Ndege, wilaya ya Morogoro, kwa kosa la mauaji ya Edgar Venance Sakaya mwenye umri wa miaka 35, mkulima na mkazi wa Ungubi. Hii tukio limetokea kifo kimetokea tarehe 21 mwezi wa 4, lakini mwanzo wa tukio ni tarehe 20 mwezi wa 4 2025 mchana huko mtaa wa Mawezi, ambapo mtuhumiwa na marehemu wote wakiwa katika hali ya ulevi waligombana na kupelekea mtuhumiwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kwenye mkono wake wa kulia, na alifariki tarehe 21 mwezi huu wa 4 kwa maana ya jana, wakati anapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Upelelezi wa tukio hili unaendelea, na ikiwa ukikamilika, mtuhumiwa atafikishwa katika vyombo vingine vya haki jinai kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kisheria. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amemkumbuka kiongozi wa kanisa Katoliki duniani aliyefariki dunia Papa Francis kama mpenda haki na amani na mwenye kupigania maslahi mazuri ya wananchi duniani kote. Heche amesema hayo siku ya Jumatano asubuhi alipotembelea ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kutoa salamu za rambirambi na kusaini kitabu cha maombolezo. Wote tunajua sasa hawataka kufuata misingi ya kidemokrasia tuliyojiwekea, na sisi tunawakumbusha kwamba wafuate taratibu, na nchi yetu ni ya kidemokrasia, turuhusiwe kufanya siasa na kutoa maoni kama sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 92 inavyotaka na kama katiba yetu inavyosema kuanzia ibara ya 8 na kuendelea. Tumekuona leo hapa umekuja katika ubalozi huu wa Vatican hapa. Kitu gani kimekusukuma na kitu gani kama Chadema ukiwa msemaji wa chama kwa sasa mnakijivunia kutoka kwa mafundisho aliyokuwa anatoa marehemu Papa Francis? Kwanza tumekuja kutoa pole kwa kanisa Katoliki dunia nzima na waumini wote na wa dunia nzima kwa kweli kwa kuondokewa na kiongozi Papa Francis. Tunamfahamu Papa ni mtu alipenda haki, amani, maelewano katika jamii, ni mtu alisisitiza katika kuwapigania wanyonge, ni mtu amefanya mambo mengi tangu akiwa kardinali kule Argentina. Ni mtu ambaye ni wa mfano, ni mtu ambaye amekula na watu wanyonge, amehusika hata kuwasafisha miguu, ni mtu aliye wanakuambia hata katika maisha yake ya upapa aliishi maisha ya kawaida kabisa, hata mavazi yake yalikuwa ya kawaida. Ni mtu ambaye alikuwa kwenye apartment yake mwenyewe anajipikia. Kwa ni mtu wa mfano sana duniani, na kwa kweli ni mtu ambaye alisisitiza pamoja na mambo ya kiroho, lakini alitaka watu waishi duniani hapa kwa kupendana, kwa kutendeana haki, kwa kuheshimiana na kwa kufuata misingi yote ya maelewano duniani. Ni mtu ambaye amejaribu kusuluhisha vita nyingi sana, hata kwenye ugomvi kati ya Israel na Palestine. Ni mtu amehusika sana kutaka kuhusika amani ili pawepo na maelewano. Kwa hiyo huyu ni mtu, ni kiongozi wa watu wote, hata wasiokuwa wa Katoliki, na amepewa sifa kubwa sana. Hata waumini wa Kiislamu kule kwa Argentina alipochaguliwa miaka 12 iliyopita walisema alikuwa ni kiongozi ambaye alipenda kuunganisha watu hata kabla hajapata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni mtu wa mfano, na aliita viongozi wa madhehebu yote katika maombi ya kuombea dunia na kuombea amani ya dunia. Kwa hiyo tumekuja kutoa pole kwa mtu wa muhimu sana ambaye ameondoka duniani, lakini tunamtakia pumziko la milele lenye amani. Nashukuru sana. Asante. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amesema kuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mheshimiwa Gambo hakuweza kushiriki kikao husika cha kamati ya fedha kuhusu ujenzi wa jengo la utawala jijini Arusha, akiwa mbunge wa jimbo hilo na mjumbe wa kamati ya fedha kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Mchengerwa amesema hayo wakati akichangia hoja bungeni kuhusu hoja aliyeibua Gambo kuhusu ubadhilifu wa fedha kwenye jengo la utawala la jijini Arusha. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019. Wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kama msimamizi mkuu. Ujenzi ulifanyika
kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi. Akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge. Hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya Mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023. Ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena. Ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza tena upya mwezi wa 4 mwaka 2024 na kuomba kulipwa malipo ya awali. Ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo gorofa ya 6. Mpaka sasa, Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati 2 pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote 2 ni shilingi bilioni 1 na milioni 200. Pamoja na malipo ya awali, jumla inakuwa ni shilingi bilioni 2 na milioni 200. Na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Tulia Ackson ameagiza shauri la Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengero na mbunge wa Arusha Mjini Mrisho Gambo kuhusu madai ya kuwepo kwa ubadhilifu wa fedha kwenye ujenzi wa jengo la utawala mkoani Arusha kujadiliwa katika kamati ya haki, maadili na madaraka ya Bunge ili kupata mwafaka. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa namba niombe mwongozo wako kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawa sawa. La kwanza, kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja 2. Sawa. Sasa ili tuende sawa sawa, Mheshimiwa Gambo, umetumia neno hayakusemwa sawa sawa. Kwa hivyo ili tuende sawa sawa na kanuni zetu, katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli. Ndicho unachotaka kusema? Mheshimiwa Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji. Hapana, keti Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Bunge, isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa, mwingine haujasikilizwa. Hapana. Na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele. Kwa hivyo wewe ulisikilizwa na bunge na wabunge wenzako, sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Ndicho kilichofanyika hapa. Na sasa umesimama, ndio maana nimekuuliza jambo moja. Sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili bunge haliwezi kufanya hivyo, ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake, umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo si sawa sawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, kuna mahali amelidanganya bunge? Ili tuanzie hapo. Kwanza amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa. Hapo amesema uongo. Lilianza nikiwa mbunge. Kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka? Ama halikuanza 2019? Lilianza 2021. Sawa. Mheshimiwa, kuna nyingine au ni hiyo tu? Bwana anataka nianze niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine Mheshimiwa Gambo kwenye taarifa ya waziri? Nyingine Mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako yeye kadanganya. Hajauelewa yani huo msingi.
nadhani kuna mahali nahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa, waheshimiwa wabunge. Kama itakupendeza mheshimiwa. Sawa, Mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa spika ungeniruhusu hata sekunde 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu mheshimiwa spika. Keti mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi lazima na yeye nimpe, na bunge humu ndani ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati. Hatufanyi huu utaratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti. Waheshimiwa wabunge, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho. Nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Sawa. Kwa hivyo kamati yetu ya haki, maadili na madaraka ya bunge itaanza kazi mara moja, na leo ngoja niangalie vizuri. Leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe 23. Kazi hii ifanyike, wiki ijayo watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni. Na mnazijua kanuni zetu vizuri kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani muongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo mheshimiwa spika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa spika, mimi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina la kamati ile nilikokutuma. Ngoja, unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Naijua mheshimiwa spika. Na inaitwaje ile kamati? Ya maadili. Sibishani na wewe mheshimiwa spika. Maadili pekee, inaitwaje ile kamati? Maadili, haki. Sasa ukisema sijakutendea haki, kule ninako kupeleka ni ili ukafanywe nini mheshimiwa Gambo? Sawa mheshimiwa spika. Nashukuru mheshimiwa spika. Kule ninako kupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mimi hapa ndani tukiwa watu wote tunakusikiliza. Bunge linafanya kazi kupitia kamati. Na wewe umepelekwa kwenye kamati. Ndiyo. Na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo. Sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja. No, sasa kipengele nilichosema amesema uongo ni kwamba kusema mimi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa, wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilishiriki nikiwa mbunge. Unahisi kamati italeta taarifa gani hapa ndani? Maana naona umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa. Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema mheshimiwa spika kwa sababu unasema amesema uongo. Ndio nasema kile kipengele ambacho unataka tena kile kipengele ambacho unasema amesema uongo. Mheshimiwa Gambo, sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mimi nitaitisha Hansard sasa hivi. Hapana mheshimiwa spika, nasisitiza kwamba nilichokisema amna kusisitiza. Hebu keti chini. Kaa chini mheshimiwa Gambo. Keti. Utaenda ukajieleze kule kwenye kamati. Sawa sawa. Maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena huyataki wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani waheshimiwa wabunge. Tumeelewana? Ndio utaratibu. Bunge letu linafanya kazi kwenye kamati. Haya. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoka nchi ya Katari imetoa vifaa visaidizi kwa watu wenye ulemavu zaidi ya 300 Zanzibar ambavyo vimegharimu shilingi za Kitanzania milioni 318. Mheshimiwa Othman ameshiriki katika zoezi la utoaji wa vifaa hivyo lililofanyika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kingwajuni Zanzibar. Tunayafanya mambo haya kama serikali. Tunasimamia mambo haya kama serikali. Si kwa sababu tunafanya kama ni msaada kama alivyotangulia kueleza mkuu wa wilaya. Huu ni wajibu wetu wa kikatiba
ni wajibu wa kikatiba wa serikali, ni wajibu wa kikatiba wetu sote kuwasaidia, kuwatunza na kushirikiana na watu ambao wana mahitaji maalum. Kwa hivyo mnapoona tunafanya haya, msione kwamba labda tunafanya kama ni huu ni wajibu wetu, na tusipoutimiza tunawajibika na tuna haki ya kuulizwa kwa nini hatutimizi wajibu huu. Kwa hiyo na mnapoona kwamba serikali kwa kutambua wajibu huu, ndio maana baraza la watu wenye ulemavu na shughuli zao zote zimewekwa chini ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Hazikuwekwa katika ofisi labda wizara tu yoyote. Pengine ingeweza kuwekwa ustawi wa jamii au ingewekwa kuweka wizara pengine nyingine yoyote ile. Lakini serikali imeamua kuiweka shughuli hizi chini ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kwa sababu zipate umuhimu, zipate nguvu ambayo inastahiki, kwa sababu ni wajibu wa serikali. Naomba mfahamu, mkumbuke na mjue kwamba serikali yetu ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi inawathamini watu wenye ulemavu, inawapenda watu wenye ulemavu na inawajali watu wenye ulemavu. Kwa hiyo naomba tuendelee, maana sote ni walemavu watarajiwa. Tuendelee kuishi kwa raha na amani, huku tukijua kwamba serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar iko pamoja na sisi watu wenye ulemavu, ambapo vifaa hivi ni jumla ya vifaa 310 ambavyo vifaa vya vitimwendo ambavyo ni wheelchair viko jumla 240, vifaa vya vitimwendo ambavyo vinatumia umeme viko 30, pamoja na vya rahani 40, pamoja na blood pressure box 3. Vifaa vyote hivi vimegharimu jumla ya shilingi milioni 318 za Kitanzania, ambapo ni zaidi ya bajeti ambayo tumeiweka katika mfuko wetu wa maendeleo ya watu wenye ulemavu katika eneo la vifaa saidizi. Kwa kweli nimefurahi sana kupata visaidizi hivi, kwa sababu tutapunguzia baadhi ya changamoto kutokana na pirika zetu za kijamii, kwa sababu baadhi ya wakati unakuwa tunapata changamoto nyingi sana kwa hatuna visaidizi. Kwa mfano nikizungumzia kama mimi, hii wheelchair ya kawaida ninayo, nashukuru, lakini kama hizi za chaji kama zitakuwa zinapatikana kwa wingi, nadhani ni rafiki zaidi kwa uhitaji wa wengi sana, kwa sababu zinamrahisishia mtu kuweza kujisaidia pasina kuhitaji msaada wa mtu mwingine. Inaharakisha sana katika harakati zake. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi amewasilisha mada kuhusu usimamizi wa misingi ya kitaifa inayojumuisha maadili, miiko, umoja, mshikamano na uzalendo kupitia sekta ya utamaduni, sanaa na michezo kwenye sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali ya mitaa katika kikao kazi cha 15 cha maafisa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo Tanzania Aprili 23 jijini Dar es Salaam. Amesema serikali haingilii mkataba wowote isipokuwa ndoa pekee. Na watu wengi hawaelewi, serikali au dola haiingilii mkataba wowote isipokuwa mmoja tu. Serikali haihangaiki na mkataba wa wewe kununua gari, mkataba wa wewe kununua nyumba, mkataba wa wewe kuuza shamba. Serikali haina interest kabisa. Lakini kuna mkataba mmoja ambao serikali inahusika nao moja kwa moja dola. Ni mkataba wa ndoa. Ndio mkataba pekee ambao serikali inausimamia, mkataba wa ndoa, contract of marriage. Ndio maana lazima chini ya sheria ya ndoa ya mwaka 71 lazima ndoa yako upate cheti cha ndoa kinachotolewa na msajili wa ndoa, na wale wengine wote wanaofungisha ndoa wale ni wasajili wasaidizi. Kwa nini? Familia ndio msingi wa raia wa taifa, na hao raia ndio baadaye wanakuwa viongozi, wanakuwa askari, wanakuwa wazalendo. Ndio maana serikali interest yake ni moja tu, na ndio maana serikali hiyo hiyo ina interest na inaingilia kwamba mkataba huo huwezi kuuvunja mpaka
serikali yenyewe iseme ndoa hii imevunjika kwa kutoa amri ya talaka. Na kwa Tanzania imetamkwa wazi tu, sababu ya talaka ni moja tu, kwamba ndoa hiyo imevunjika na haiwezi kurekebishika. Na ndio maana sheria pia imeweka mipaka. Ili uende kuomba talaka mahakamani ni lazima muwe mmekaa kwenye ndoa kwa miaka 2. Na pia muwe mmeenda kwenye baraza la usuluhishi, mmesuluhishwa imeshindikana kabisa. Na mkienda mahakamani, kwa busara ya mahakama anaweza kusema hebu tenganeni kwa muda, kila mtu aishi kwake. Alafu bado kama roho yake haimfikirii mwenzake, ndio sasa mje tena. Lakini gari haina shida na mkataba wa gari. Nunua gari, tapeli mwenzako, haina shida. Sababu familia ndio msingi wa kupata raia, ndio msingi wa uzalendo. Ndio maana dola ina interest. Na mtazamaji, huo ni mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo. Ni kushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama habari hizi. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Lakini kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora kuanzia tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei. Ni upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa hiyo yote atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine. Ulikuwa nami Pendo Goodson, nikutakie jioni njema.